Komando kabisa, niko hapa Mlimani City ambapo inatarajiwa kupigwa show kubwa ya Wachonga, miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava. Wasanii zaidi ya 35 wanakwenda kupanda kwenye stage moja leo kuhakikisha kwamba wanakionyesha kile kipawa ambacho wamepewa na Mwenyezi Mungu, na tayari maandalizi makubwa yakiwa yanaendelea, na mkuu wa wilaya yuko hapa kuhakikisha kwamba usalama umekamilika, na nimeliona jeshi la polisi lilikuwa linafanya kazi vizuri kabisa, wakifanya ukaguzi mapema na kuhakikisha kwamba watu wataingia na kutoka wakiwa salama. Mimi naitwa Gabi Tanzania, nyuma ya kamera anaitwa Rafaeli Mwamba. Jamani, habari za mchana. Leo tumekutana tena hapa kwenye maandalizi ya mwisho kabisa kwa ajili ya shughuli ya maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Sisi ambao tumekuwa pamoja na Bongo Flava, hii ni siku kubwa sana, na unaona kwamba imechelewa. Ilipaswa kutokea miaka mingi iliyopita, lakini maadam tuko hapa, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwa hiyo huu ni Ijumaa mchana huu, na watu wametoka kuswali, wamekuja hapa kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mwisho na kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Nipo na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Ubungo, wakili msomi Albert Msando hapa, na waandaaji wa show wakiongozwa na Babu Tale, Madi, na wasanii wote wapo wanafanya sound check. Naona kuna tatizo lilitokea la kiteknolojia, halihusiani na show hii, lakini ni mambo ya system za namna ya kufikisha habari huko, ili ikapeleka taarifa kwamba show hii haitakuwapo tena. Hili jambo halipo, show iko pale pale, na nadhani system hiyo iliyopeleka taarifa hizo potofu itatumika kupeleka taarifa sahihi sasa, ili watu wote ambao walipata message zile wapate message mpya ambazo zinaonyesha kwamba show hii ipo pale pale. Ni siku kubwa kusema kweli. Idadi ya watu ambao wametaka kuja kuangalia, kushuhudia show hii ni kubwa vile vile kuliko idadi ya watu ambao tunaweza kuaccommodate hapa mahali. Kwa hivyo tunaomba mtu ambaye hajapata ticket, hii show itakuwa live kwenye television kadhaa, akae kwenye television na aweze kuangalia vile vile. Tafanya utaratibu watu wengi zaidi waweze kuburudika na show hii kadri muda utakavyokuwa unakwenda. Asanteni sana, Mungu awabariki. Cha kuongeza Mheshimiwa Waziri, swala la muda. Hii show inaanza saa 1 kamili na hii show itakuwa recorded. Kwa hiyo watu wote wanashauriwa wafike on time ili tuanze show. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, itakuwa live kwenye TV, YouTube, manini, ni hicho. Kama ambavyo mmemsikia muandaaji, promoter mwenyewe. Leo kuna baadhi ya watu wanakutegemea kukuona kwenye stage ya show ya miaka 30 ya Wachonga Bongo Flava, kwa kuwa wewe ni mmoja ambaye umeishi kwenye muziki. Kabla hujamaliza swali lako, mimi niko hapa, siwezi kutoka sijaimba hapa leo. Sasa Mheshimiwa, ninyi ni watunga sheria kwa sasa. Mnafanya kipi kuhakikisha kwamba haki za wasanii zinaendelea kulindwa? Tunajua hasa wasanii wa zamani kidogo wametatizika na mifumo. Mambo kadhaa yanafanyika, na ni jambo ambalo linahitaji muda mrefu kulifafanua, na nimekuwa nikilifafanua kila ninapopata wasaa. Lakini kifupi tu, miaka 5 ya kwanza ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria mara 2 zilibadilishwa. Kwanza ilibadilishwa sheria ya fedha, lakini ilibadilishwa sheria ya haki miliki na haki shiriki ya mwaka 99, na zote zilikuwa na lengo la kuwanufaisha zaidi wasanii. Moja ilikuwa inaenda kutengeneza copyright collective management organization, CMOs, ambazo inawapa haki wasanii kukusanya na kujigawia wenye mirabaha yao. Lakini ya pili ilikuwa sheria ya fedha, ambayo ilikuwa inaenda kuanzisha utaratibu wa kupata copyright levy, blank tape levy inaitwa, na lengo lake lilikuwa ni kukusanya mirabaha kwa vile vifaa ambavyo vinaweza kurudufu kazi za sanaa, ambavyo haitakuja kumnufaisha msanii. Vinavyoingia nchini vinakatwa kodi mara moja, na fedha hizi kwa kiasi kikubwa zinakwenda kwa wasanii. Na katika miaka 3 hii ambayo kazi hii ya sheria hizi zimebadilishwa, hata fedha tulizokusanya kwa ajili ya mirabaha ya wasanii zimekuwa ni kiwango kikubwa sana. Lakini hali kadhalika, mimi ni ushahidi unaoishi. Nchi hii inaongozwa kwa sheria, na tulishawahi mpaka kwenda mahakamani kushitakiana na kampuni kubwa tu kwa ajili ya kutumia kazi za wasanii, na kuonyesha kwamba nchi hii inaongozwa kwa sheria. Kesi ile sisi ambao ni wanyonge na wasanii hatuna kitu, tulishinda na tukaweza kulipwa, kuonyesha tuliset precedent sawa sawa, na kuonyesha kwamba nchi hii inaongozwa kwa misingi ya sheria, na mtu akikomalia haki yake anaweza kuipata. Serikali iko tayari
kuendelea kusikiliza yale ambayo yanawakabili na yanaonekana ni matatizo na changamoto zinawakabili wasanii, na tutaendelea kuzifanyia kazi kadri muda unavyokwenda. Roma haikujengwa siku moja, na sisi tuko hapa kumsaidia Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wasanii wanakuwa katika nafasi nzuri za kujiongezea kipato, lakini kuhakikisha hawadhulumiwi haki zao. Hata tukio hili kama unavyoliona limeonyesha kwamba hamu ya kuwasikiliza wasanii hasa wa zamani wakongwe, maana sio zamani, wakongwe ni kubwa, na tutaangalia utaratibu wa namna ambavyo tunaweza tukafanya jambo hili liwe endelevu ili kuwapa nafasi majukwaa ya kuendeleza sanaa zao, lakini kujikusanyia vipato, lakini hali kadhalika kuhakikisha kwamba vipato vyao kwenye upande wa mirabaha vinaongezeka, kwa sababu kazi zitakuwa zinatumika sasa. Kuna namna yoyote serikali sasa mnamwangalia huyu ambaye ametoa wazo hili la kuwakusanya wasanii wote wa Bongo Flava na kuwapandisha kwenye stage moja, na imeonekana kwamba Watanzania wengi kulifurahia kama serikali, mheshimiwa, kuna namna mtampa nguvu mwekezaji huyu? Utakuwa umeokota kwa promoter. Swali sio nakutania, lakini swali sio la kisera. Yaani serikali haiwezi kumsaidia mtu mmoja sana, inabidi ili kupata nafasi ya kusaidia watu wengi zaidi inabidi tuangalie namna ambavyo tunaweza kuwasaidia mapromota wengi kwa wakati mmoja wakafanya matukio ya namna hii. Kwa hiyo hili ni wazo binafsi, huwezi kubadilisha sheria au serikali ikaingiza mkono kwa promota mmoja tu. Lazima itengeneze jukwaa, iweke uwanja sawa, mapromota zaidi wawe na nafasi ya kufanya shughuli za namna hii. Nilikuwa na maana kwamba hatujawahi kuona promota Tanzania akiandaa na kuwakumbuka wasanii ambao wamechonga barabara kwa muda mrefu, lakini tumeliona wazo mwaka huu. Sisi ambao tulikuwa tukisoma tunapendekeza tumfanyie nini? Apewe nguvu ili aweze kuendeleza mashow kama haya. Yani akiwezekana hii show itembee miezi, show hii ikiendelea, show hii iendelee mikoa yote. Serikali inadili na masuala ya kisera. Kwa hiyo kwa sababu ukimsaidia promoter huyu, atakuja promoter mwingine anataka kuinua wasanii wa taarab na yenyewe serikali inatoa nguvu inampa na yeye. Au atakuja na mwingine anataka mabondia wa zamani na serikali inatoa. Kwa lazima utengenezwe utaratibu wa kurekebisha sera nzima, kurekebisha mazingira ambayo yatawawezesha mapromota wote wafanye kazi kirahisi, sio mtu mmoja. Kitu pekee ninachoomba kwa serikali ifanye mambo yawe mepesi. Siombi mchele tu, kama labda una hofu nimempa hela ili huyu anataka anakuombea mchele tu. Tunaposema sisi tunaomba vitu viwe wepesi. Kama leo hii serikali ipo hapa, mheshimiwa mkuu wa wilaya yupo hapa. Ndio hayo mambo tunayoyaomba. Mambo yale. Baada yao sisi tuache kuendelea, watu wanafanya mazoezi, wanafanya riadha. Kwamba kazi ya serikali ni kuwezesha. Kuweka mazingira wezeshi. Na mheshimiwa naibu waziri ameeleza vizuri kwamba tayari serikali imeshaweka mazingira wezeshi ya kila mmoja anufaike na kipaji chake, anayeandaa, anayekuja kuperform, na pia vile vile yule ambaye anawezesha performance ifanyike. Kwa hii ni kazi kubwa sana ambayo serikali imeshafanya, kwa sababu hapa wanatakiwa wapate vibali, wameshavipata vibali, wanatakiwa wapate ulinzi. Tumeweka ulinzi mkubwa kabisa ili anayekuja hapa anapokuja salama aondoke salama. Kwa asitegemee mtu yote atakuja kuvuruga shughuli ya mwenzake ili jambo hili lisionekane limefanikiwa. Kwa serikali itaendelea kufanya hivyo kwenye level ya uwezeshaji na kuhakikisha kwamba jambo hili linaenda vizuri. Lakini la mwisho, ile kesi aliyosema mheshimiwa naibu waziri walishinda, wakili nilikuwa mimi. Ndio. Umeelewa Sasa sijui kwa nini hakutaka kuisema, kwa sababu nadhani kuna wateja wangu wengine ambao waliondoka bila kulipa bili zao ambao ni wasanii wa kongwe, na nashukuru kwamba umewaleta hapa. Nimemwona Dudubaya yuko hapa, nimemwona Madi yuko hapa, lakini mimi nilikulipa. Wewe ulilipa vizuri kabisa. Kwa hiyo mimi nashukuru. Sasa mimi naomba jambo moja tuweke hivi, kama ambavyo wakili msomi aliyenisababisha nikabadilisha sheria za nchi hii kwa kulisimamia na kwenda nalo jambo letu kiundani ndani alivyosema, bado tutaendelea kutengeneza mazingira wezeshi, tutaendelea kurahisisha mazingira hata kwa mtu mmoja mahali ambapo tutaweza. Hiyo ndio jukumu la serikali na ndio kazi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametupa. Tutaendelea kulifanya jambo hili. Ninachowaomba, kama mnakumbuka wakati tunaanza mahojiano haya, lengo hasa la mimi kufanya mahojiano haya ni kwa sababu ya ule wasiwasi wa kiteknolojia uliotokea, ukatuma message kwamba onyesho hili limefutwa.
Kwa hiyo badala ya kudili na vitu vingine vyote hivi ambavyo mmeviuliza, nafikiri mkazo hasa uwekwe kwenye kutawanya message kwamba show hii bado ipo na itaendelea kutokea kama ambavyo tulikuwa tumetangaza awali, na zile message watu wazidharau, zitakuja message nyingine ambazo zitaweka jambo hilo sawa. Bado tunajifunza matumizi ya teknolojia, wakati mwingine yanatushinda. Sawa sawa, nawashukuru sana. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.